إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه قد فاز المتقون. baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo la mwanzo na kunasihini katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika ndani ya kumcha Allah kunapatikana kufaulu. Katika hutuba yetu ya leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutazungumzia kwa mukhtasari kabisa shahada mbili, na kusudia shahadatu an la ilaha illa Allah na shahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tutazungumzia shahada hizi mbili. Shahada ya kwanza ni kushuhudia ya kwamba anayepaswa kuabudiwa kwa haki ni Allah, na shahada ya pili ni kushuhudia ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah na ni mja wa Allah, na hakuna atakayekuwa ni mtume baada yake yeye sallallahu alayhi wasallam. kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhu yaqul qala sallallahu alayhi wasallam, akielezea masala ya nguzo tano zile za Uislamu akasema, buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadan wa hajji al-bayt. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Uislamu umejengwa katika nguzo tano. Ya kwanza akataja shahada mbili, ya kwamba ni kushuhudia hapana muabudu wa haki isipokuwa Allah, na ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah na ni mjumbe wake na ni mja wake. Na pia nguzo ya pili ni kusimamisha swala tano. Nguzo ya tatu ni kutoa zaka. Nguzo ya nne ni kufunga mwezi mtukufu Ramadhani, na nguzo ya tano ni kufanya haji katika nyumba ya Allah tukufu iliyopo katika mji wa Makka. Kwa hizi ni nguzo tano za Uislamu ambazo ni mashuhuri kwa kila Muislamu, lakini mimi nitagusia nguzo hii ya kwanza ambayo ni nguzo ya shahada mbili. Shahada mbili hizi ndizo ambazo zinamfanya asiyekuwa Muislamu kuweza kuingia katika Uislamu, na zinamfanya aliyo katika Uislamu kubakia katika Uislamu wake, na ndiyo sababu ya mtu kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala
kwa yeye kubakia katika shahada hizi mbili. Tukianza na shahada ya kwanza, yani kushuhudia ya kwamba muabudiwa wa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sehemu katika nguzo ya kwanza. Maana yake nguzo ya kwanza ina shahada mbili. Kwa hii ni shahada ya kwanza, ambayo shahada hii inatakikana Muislamu ajue masharti yake ambayo itakayothibitisha shahada hii. Qila liwahbi ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, alaysa la ilaha illa Allah miftah aljanna? Qala bala, walakin ma min miftahin illa walahu asnan, fa idha ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha lak wa illa lam yuftah lak. Kuna mtu mmoja alikuja kwa moja katika wanachuoni anaitwa Wahbu ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, akasema kumwambia, hivi haiwi la ilaha illa Allah ni ufunguo wa peponi? Akasema ndiyo, la ilaha illa Allah ndiyo ufunguo wa peponi. Atakayekuja nayo huingia peponi, na asiyekuja nayo haingii peponi, kama Mtume alivyomwambia yule kijana ambaye alikuwa amehudhurikiwa na umauti, qul la ilaha illa Allah tuflih. Au alipomwambia ammi yake Abu Talib vile vile kwamba sema la ilaha illa Allah upate kufaulu, na ufaulu ni kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwi la ilaha illa Allah ndio ufunguo wa peponi? Akasema naam, la ilaha illa Allah ndio ufunguo wa peponi. Atakayekuja na la ilaha illa Allah huingia peponi, lakini hakuna ufunguo isipokuwa unakuwa una yale meno yake ya kufungulia. Sasa mafunguo yote yatakayokuwa ni lazima iwe na yale meno ya kufungua, na tena inawezekana yale meno yakawa yanafungua mlango huu na hayafungui mlango mwingineo. Kwa ni lazima ufunguo utakaokuja nao ni lazima uwe una yale meno ya kufungulia. Kwa hiyo utakapokuja na ufunguo wenye meno yake, basi utafunguliwa wewe mlango wa peponi. Wa illa, na usipokuja na ufunguo ambao una meno, basi wewe hautofunguliwa katika huo mlango, akikusudia kwamba lazima la ilaha illa Allah idhibitiwe katika masharti yake manane. Haya masharti manane yamekusanywa na moja katika wanachuoni katika beti aliposema, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wazida thaminuha alkufranu minka bima siwa alilahi min alashya'i qad uliha. Kataja masharti manane, ndo yanakuwa ndo yale meno ya funguo ya la ilaha illa Allah. Atakayekuwa Muislamu ameyatekeleza masharti haya manane, basi ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amekuja na funguo yenye meno. Akataja sharti la kwanza ni al-ilmu. Unaposema la ilaha illa Allah unajua maana yake ni nini? Au wasema la ilaha illa Allah hafu hujui maana yake ni nini? Waislamu wengi katika kipengele cha al-ilmu bila ilaha illa Allah wameanguka patupu. Kuna ambao wanaosema hapana muumbaji isipokuwa Allah. Kuna ambao wanasema hapana mwenye kuruzuku isipokuwa ni Allah. Sahihi, lakini si kwa kusudia la ilaha illa Allah. Maksudio ya la ilaha illa Allah ni la ma'buda bihaqqin illa Allah, la ma'buda haqqun illa Allah, hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Huyo ni kwa sababu Allah ndio wa haki kuabudiwa, na kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala wenye kuabudiwa ni batili. Hii ndiyo maana ya la ilaha illa Allah, ambayo ina nguzo mbili, an-nafy wal ithbat.
ni kupinga na kuthibitisha. Inapingwa nini? La ilaha yapingwa kila chenye kuabudiwa kisichokuwa Allah. Illa Allahu ni kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kuabudiwa. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah ametuma, anasema kwa hakika tumetuma katika kila umma mtume. Kazi nini? An i'budu Allaha, kuambia watu muabudieni Allah. Hii ni ithbat, kuthibitisha ya kwamba mwenye kuabudiwa ni Allah, ndio ile illa Allah. Wajtanibu at-taghut, na wajiepushe na taghut, kwa maana kila chenye kuabudiwa kisichokuwa Allah ndio la ilaha. Kwa haya ndio makusudio la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kwa Muislam lazima awe na ilmu. Kwa hilo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, tambua ya kwamba kuwa na utambuzi wa kwamba hapana muabudu wa haki isipokuwa ni Allah. Na katika hadithi aliyosimulia Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, yaqulu sallallahu alayhi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yeyote atakayekufa ili hali anatambua ya kwamba hapana muabudu wa haki isipokuwa ni Allah ataingia peponi. Kwa sharti la kwanza ni lazima Muislamu uwe na ilmu ya la ilaha illa Allah, na hii ndio maana yake, hapana muabudu wa haki isipokuwa ni Allah. Ilmun yaqinun, ya pili ni mtu kuwa na yaqini, yale anayoyatamka awe na yaqini nayo, asiwe na shaka ya kwamba haya makusudio ya la ilaha illa Allah inawezekana akaabudiwa mwingineo isiwe kwa Allah. Inawezekana akawa na shaka, yani huenda akawa na shaka ya uwepo wa Allah la kwanza, lakini akawa na shaka na makusudio ya la ilaha illa Allah. Kwa lazima mtu awe na yaqini na hii kalima na maana ambayo inapatikana katika la ilaha illa Allah, ambapo la maabuda haqqun illa Allah. Ni lazima awe na yaqini na hii kalima. Hili ni sharti la pili. Anasimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, nashuhudia kwamba hapana muabudu wa haki isipokuwa Allah na mimi ni mjumbe wa Allah. Hii ni la ilaha illa Allah. La yalqa Allah bihima, hatokutana yeyote na Allah akiwa na shahada hizi mbili, la yalqa Allah bihima ghaira shakin, hatokutana yeyote na Allah akiwa na la ilaha illa Allah na Muhammadu Rasulullah hana shaka ya kwamba muabudu wa haki ni Allah na yupo, illa dakhala aljanna, isipokuwa mtu huyu ataingia peponi. Kwa maana yale mashaka ambayo sasa hivi yanayowekwa katika baadhi ya vifua vya watu ya kwamba hawa wanaabudia kwamba kuna Mungu hayupo. Maana yake sasa hivi baada ya muda mrefu kupita baada ya al-anbiya, na hii ndo kawaida, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Mara nyingi muda unapokuwa unarefuka baada ya mitume kuja, watu mioyo yao huwa ina tabia ya kuwa ni misusuavu, wanakuwa wanayaona yale mafundisho ya mitume hayana maana. Kwa hivyo katika zama hizi tunavyoelekea katika wakati wa mwisho kabisa, watu ambao watakaokuwa wanaacha dini zao ni wengi sana, kwa shaka ya baadhi ya watu katika mitandao ya kijamii ya kuonesha kwamba hakuna muumbaji, hakuna yule ambaye ndo ameumba mbingu na ardhi na mwenye kuruzuku, wakileta shubha kwa watu. Na leo hii vijana wengi wameingia katika mkumbo huo na kuona dini hazina maana. Kwa jambo la pili ni mtu kuwa na yaqini na la ilaha illa Allah, na sharti la tatu ni ikhlas. Unapotamka katika ulimi wako la ilaha illa Allah, je, ile maana inakuwa ndo sawa sawa katika moyo wako? Kwa sababu almunafiqun nataqu bila ilaha illa Allah
makafiri wanafiki walizungumza la ilaha illa Allah, lakini katika mioyo yao hawakuwa na makusudio ya la ilaha illa Allah, ilikuwa ni katika ndimi zao, na hilo ndio ambalo lilosababisha wao wakawa na salama, hazikumwagwa damu zao wala hazikuchukuliwa mali zao, kwa sababu walitamka katika ndimi zao. Lakini mbele ya Allah hawatakuwa na lolote, kwa sababu mioyo yao haikuthibitisha la ilaha illa Allah. Ikhlas, unachokitamka ndicho ambacho unachokiitakidi katika moyo wako. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyosimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, as'adu an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi au qala min nafsihi, watu ambao watakuwa wenye kunufaika zaidi na uombezi wangu siku ya kiyama. Mtume siku ya kiyama atakuwa na uombezi. Kwanza atakuwa na ash-shafa'atul uzma, kuombea, yani ile shafaa ambayo ni kubwa, ambayo ataombea kwa Allah wanadamu wote, Allah aweze kuwahukumu, kwa sababu tayari kile kiamu kimekuwa ni kirefu. Shafaa ya pili ni mtume kuwaombea watu wa tauhid, ambao tunazungumzia hawa watu wa la ilaha illa Allah, waloshikamana na la ilaha illa Allah kwa masharti yake, lakini wakawa wana baadhi ya makosa, madhambi waliyofanya yakawapelekea wao kuingia motoni, lakini motoni hawatokaa milele, watapata shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume akasema, as'adu an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyama, watu wenye kunufaika zaidi na uombezi wangu siku ya kiyama, man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi, atakayesema la ilaha illa Allah ili hali ana ikhlas katika moyo wake, au min nafsihi, au Mtume akasema ana ikhlas katika nafsi yake na kile anachokitamka cha la ilaha illa Allah. Kadhalika sharti la 4 tusema, la kwanza ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka, na wewe kusadikisha, kuwa ni mwenye kusadikisha yale yanayoambatana na la ilaha illa Allah, kwamba ni ya kweli na hayana shaka ndani yake, ukawa ni mwenye kusadikisha makusudio na malengo na maana ya la ilaha illa Allah. Anasimulia Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu ya kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah, hakuna yeyote awaye atakayeshuhudia kwamba hapana mwabudu wa haki isipokuwa ni Allah, sidqan min qalbihi, akiwa ni mwenye kusema kweli utokao katika moyo wake, akisadikisha kweli kweli kile ambacho anachokitamka, illa harrama Allahu ala an-nar, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamwepusha mja huyu na moto. Kwa lazima mtu awe na as-sidq, ambayo inayopinga al-kadhib, kukadhibisha la ilaha illa Allah. Jambo la 5 au sharti la 5, al-mahabbatu bihadhihi al-kalima wa muqtadaha wa man qala biha, ni kupenda neno hili na kutamani kwamba neno hili ndio liwe neno la juu lenye kutawala katika ulimwengu, na akapenda muktadha unatokana nao na la ilaha illa Allah, na akawapenda watu ambao wameshikamana na la ilaha illa Allah. Almahabba, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas man yattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah, kuna baadhi ya watu wanawafanya kinyume na Allah ni miungu, wanamwabudia sio kuwa Allah, wanawafanya katika viumbe wa Allah ni miungu wao wa kuabudia. Tena ashaddu hubban lillah, yuhibbuhum, wanawapenda hawa watu, wanawapenda hao miungu wao. Lakini walladhina amanu, lakini wale ambao wameamini, ashaddu hubban lillah,
mapenzi yao makubwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huyu ndio pekee wa kuabudiwa kwa wao. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, nakuhusieni katika kumcha Allah kwa mara nyingineyo na kushikamana na mafundisho ya Uislamu kama yalivyokuja. Tumemaliza masharti matano na masharti manane. Ama sharti la sita ni al-inqiyad, ni kuwa mtu ni mwenye kufuata na kunyenyekea yale yaliyokuja na la ilaha illa Allah katika mafundisho mengineyo, kwa sababu la ilaha illa Allah inathibitisha kuabudiwa Allah, na Allah amemleta mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama ili awafundishe waja ni namna gani ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, namna gani ya kujiweka kando na kumwabudia asiyekuwa Allah. Akamleta mjumbe ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni kunyenyekea katika ile sheria ya Uislamu ambayo ndio imekuja na nembo ya la ilaha illa Allah na si vinginevyo. Anasema Allah, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ni nani ambaye ni mwenye dini iliyokuwa nzuri zaidi, bora zaidi kulikoni yule ambaye ameusalimisha uso wake kwa Allah, amenyenyekea kwa Allah, kwa maana anafuata yale ambayo Allah amemwelekeza katika kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na ili hali huyu mtu ni mwenye kufanya mambo yaliokuwa mazuri, ni mwenye kufanya ihsan. Hili ni sharti ambalo linahitajika Muislamu anapokuwa amejua la ilaha illa Allah, asibweteke. Inatakikana Muislamu huyu ashikamane na mafundisho ya Uislamu. Hili ni sharti miongoni mwa masharti katika masharti manane ya la ilaha illa Allah. Na sharti la saba ni alqabulu laha, ni kukubali yale ambayo yamekuja na la ilaha illa Allah. Almushrikun, washirikina katika mji wa Makka, walipoletewa la ilaha illa Allah hawakuikubali, walikataa na maana yake, walikataa na makusudio yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Hakika wao walmushrikun, sababu iliyofanya wao wabaki katika ushirikina ni kwa sababu wao walikuwa wakiambiwa la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah, kubalini la ilaha illa Allah. Wao wanasema wanafanya jeuri, wanafanya kiburi. Na wanasemaje? Hivi leo hii sisi tuweze kuacha miungu wetu ambao tunawaabudia kwa sababu ya huyu mshairi mwenda wazimu? Wakaikataa la ilaha illa na maana yake na makusudio yake. Kwa almuslim ili aweze kunufaika na la ilaha illa Allah, sharti lake la saba ni akubali makusudio na aikubali la ilaha illa. Sharti la mwisho la nane, alkufran bima yu'badu min dunillah, ni mtu kuyakufuru na kuyapinga na kuwapinga wale wote ambao wenye kuabudiwa kinyume na Allah, si katika manabii, si katika malaika wa Allah, sio katika watu wema, sio katika miti, sio katika mawe, sio katika sehemu. Muislamu anatakiwa akufuru kila chenye kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith, man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Yule ambaye atakayesema la ilaha illa Allah na akayakufuru yenye kuabudiwa kinyume na Allah, basi huyu ni Muislamu sahihi, na itakuwa ni haramu mali yake kuchukuliwa kama ngawira, na ni haramu damu yake kumwagwa katika mapambano
ya jihadi fi sabilillah baina almushrikina walmuslimin. Halafu hapo inabakia hesabu yake ni kwa Allah. Allah mwenyewe sasa atamhukumia kwa yale matendo atakayoyaleta baada ya la ilaha illa Allah. Ndugu zangu Waislamu, haya ni masharti 8 ambayo Muislamu akiyatekeleza basi tunasema huyu ametekeleza la ilaha illa Allah. Sio kudai ya kwamba huyu anasema la ilaha illa Allah basi. Vipi wasema la ilaha illa Allah ili hali unaelekea kuabudia katika mawali, unawaita mawali, unawaabudia katika mitume, katika malaika, katika majini, yani Muislamu alafu anaenda katika sehemu za mizimu na kufanya ibada za mizimu eti kwa sababu anasema la ilaha illa Allah tumwache. Huyu bila shaka amekufuru la ilaha illa Allah kwa haya masharti 8 ambayo tumeyataja. Lakini ndugu zangu Waislamu, shahada ya pili ni kushuhudia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah. Inataja mambo 4 yafahamu Muislamu kwa haraka. Ta'atuhu fima amar wajtinab ma naha anhu wa zajar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinab wa an la yu'bada Allah illa bima shara. Kwanza ni tasdiqu fima amar, ni kumsadikisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo ameamrisha, ambayo fima akhbara, kwa yale aliyohabarisha. Mtume sallallahu amekuja na mambo mengi ametuhabarisha sisi katika umma huu, tunamsadikisha. Na afdalu as-siddiqina Abu Bakar, na mbora katika wenye kusadikisha na Abu Bakar, na hali yake inajulikana. Kwa nini alitangulizwa? Ni kwa sababu ya yeye kusadikisha kila aliyokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liannahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kwa sababu mtume hazungumzi kwa matamanio, anachozungumza ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La pili ni kutii yale ambayo mtume ameamrisha na kujiepusha makatazo yake. Yale ambayo mtume ameamrisha tuyafanye na aliyoyakataza tuweze kuyaacha. Wa man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, atakayekuwa memtii mtume huyo amemtii Allah bila shaka. Fa in tuti'uhu tahtadu, na endapo mkimtii mtume wa Allah mtaongoka. Na jambo la mwisho katika mambo 4 ya kutimiza shahada ya pili ni kwamba mtu asifanye ibada yoyote atakayoifanya isipokuwa apate mafundisho ya Uislamu, kwamba je, haya nayafanya Uislamu unanielekezaje? Je, mtume wetu Muhammad ambaye yeye ndo mjumbe wa Allah, tena alikuwa anateremshiwa wahi kidogo kidogo kwa ajili ya kuwaelimisha Waislamu namna gani ya kufanya ibada. Haitofaa kwa Muislamu yeyote awai baada ya mtume kukamilisha ar-risala akamwabudia Allah kinyume na maelekezo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni maana mtume akasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, wa fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Yote atakayezua katika Uislamu, katika jambo letu hili Uislamu, amruna Uislamu, kila ambacho hakimu ndani ya Uislamu, maana yake amekitoa nje, kakizusha, akakilazimisha kiwe ni katika sehemu ya Uislamu, jambo hilo urejeshwa kwake yeye. Huyu ni alizusha. Lakini ambaye kazushiwa na akalipokea akalifanyia kazi, na vile vile anaingia kwa hadithi ya pili, kwa riwaya ya pili, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Ibadallah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuweze kudumu na kuthibitisha na kuwa ni wenye na thabati, kuthibiti katika neno hili la ilaha illa Allah, ili tuweze kupata matunda yake, kadhalika na kuthibiti katika shahada ya pili ambayo ni shahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahya'i minhum walamwat. Rabbana innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.